Asante Bwana awabariki nyote. Sisi ni Rehoboth Harvest Ministry ambao tupo hapa Marekani katika state ya Pennsylvania, City of Allentown, na tunaendelea na mafunzo yetu ambayo tulianza muda uliopita, na tumekuwa tukisoma vitabu vya Tora ambavyo ni vitabu vitano ambavyo Musa aliweza kupewa na Mungu mwenyewe na akaweza kufundisha wana wa Israeli alipokuwa wamekombolewa kutoka kule katika nchi ya Misri, na wakafunzwa mambo mengi ya ndani sana. Kuanzia wakafunzwa mambo ya wakati wa kwanza Genesis, na vile vile wakafunzwa juu ya kuokoka, yani Exodus, na vile vile wakafundishwa mambo ya kutoa dhabihu Leviticus, na vile vile wakafunzwa jinsi walivyosafiri jangwani katika Hesabu, na vile vile wakakumbushwa tena masharti na sheria na amri za Mungu na hukumu yake ambayo walipewa katika mlima Sinai, katika kitabu hiki tunachoenda kutamatisha siku ya leo katika sura ya 34. Kwa hivyo wapenzi, tukikumbuka sura ya 33 kidogo, ambapo tuliona kuishia kwake, Musa alikuwa anatoa wasia kwa wana wa Israeli jinsi watakavyokuwa baada ya yeye kuondoka, na vile vile tuliona aliweza kubadilisha ile baraka walizokuwa wamebarikiwa nao wana wa Yakobo, na vile vile akaweza kuiweka kwa hali nzuri ya baraka kuu na kuwaweka katika hali ya huruma na neema za Mungu. Kwa hivyo wapenzi, tukiangalia mstari wa mwisho, mstari wa 29 sura hiyo ya 33, tunaona ya kwamba yeye aliambia ni heri Israeli, yaani hawa watu wa Israeli, watu wanaomwamini Mungu, wewe na mimi, ni heri kwa sababu sisi tumetakikana na tumekubalika na Mungu wetu. Ni nani aliye kama wewe? Yaani taifa lililookolewa na Bwana. Yaani Mungu ndiye ametuokoa mwenyewe, na ndiye kwa sababu ya upendo wake ndiye ngao na msaada wetu. Kwa hivyo Mungu ndio anatulinda, ndio anatukinga na adui zote ambao wako kinyume nasi, na upanga wa utukufu wako uko pamoja nasi, na adui zako wanatuambia, adui zetu watatii yale ambayo tutawaambia, watajitiisha mbele zetu. Kwa hivyo nawe utapakanyaga mahali pao pa juu, yaani hata miungu yao ambayo watakuwa wanaiabudu itakuwa chini ya miguu yetu. Kwa hivyo hakuna kitu kitakacho tuticha ama kutubabaisha wakati tunapoendelea kuishi katika dunia hii, kwa sababu tayari Mungu tuliye naye ni mkuu kuliko yule wa dunia hii. Na ndio naona neno hilo linasema ya kwamba ati mahali pao pa juu tutapakanyaga. Kwa hivyo tutakuwa tuna mamlaka makuu. Kwa hivyo sasa tukiingia katika sura hii, utaona ya kwamba ni sura ambaye Musa sasa anaenda kuondoka, na ina undani kiasi, ijapokuwa ni fupi tu, ina mambo ya ndani sana. Na mkikumbuka, niliwaambia jambo la kukumbuka, kwa sababu neno la Mungu limeandikwa kwa upako wa Roho Mtakatifu. Ni lazima ukumbuke ya kwamba Musa alitolewa majini. Sisi sehemu yetu kubwa ya mwili wetu ni maji. Kwa hivyo wakati unaangalia mambo ya Mungu, wakati sasa Musa anaenda kumalizia, kuna mambo unatakiwa uweke maanani kabisa, kwa sababu tayari Mungu mwenyewe ndiye anahusika na huyu mtu wake ambaye alimtumia kwa hali ya juu sana, akaweza kuibadilisha dunia. Kwa sababu mambo yote tunayosoma yote tumepewa katika msingi wa Musa. Hata usome dini gani, huwa umeingia dini gani, za Kihindi, za Buddha, za Confucius, za Kichina Shinto na zingine, za Japan na zinginezo, uingie katika dini yoyote na mambo yoyote, hata cultism zile zinaendelea, yote yanatumia Biblia. Kuna msingi wa Biblia ndani yake. Hata wakiandika vitabu vyao utakuta ukisoma mambo yale yana msingi. Na kwa hivyo hata mambo yaliyo katika kitabu ambacho nimekuwa nikiingilia sana kukisoma, ambacho kinaambatana na Tora, ambacho kimejaribu kueleza tena zaidi katika dini ya Wayahudi wanaoitwa Kabala. Kwa hivyo kwa undani sana kuna mambo mengi wapenzi, ningependa Roho Mtakatifu awasaidia, wafungue, msiwe watu
wa kwenda na upepo kila wakati, mahali mnaisikia ni hapa ni hapa, lakini muwe mumepandwa katika msingi wa Mungu wetu, yani Kristo. Mungu ni roho, Mungu ni Kristo. Jina Kristo ni kutoka katika lugha ya Wagiriki, yani hawa ambao tunaita the Greeks, ambao maana yake Kristo is the spirit. Kwa hivyo wapenzi, mjue mambo haya na itatusaidia sana wakati tunatembea katika safari hii ya imani. Kwa hivyo wapenzi, tunaona Moses views the land, yaani Musa atazama upeoni, nchi ya ahadi, na macho yake yanaona. Musa akapanda kutoka uwanda wa Moab mpaka mlima Nebo, kilele cha Pisga, kukabili Yeriko. Bwana akamwonyesha nchi yote ya Gileadi na Dan. Kwa hivyo wapenzi, katika mstari huo unaona ya kwamba kuna mambo ningetaka uangalie. Ati Musa alipelekwa kwa wale wana ambao walizaliwa na yule tunaita Lutu, ambaye alikuwa ni binamuye huyu ambaye aliitwa Abrahamu. Kwa hivyo sasa nakurudisha nyuma kidogo. Musa alipofanya kazi yote ile kubwa amefanya katika kuenda na wana wa Israeli na kuwatoa utumwani, sasa siku zake za kukaribia kufa, hakufia kule jangwani, lakini unaona yeye hataingia nchi ya ahadi kwa sababu ya mambo aliyofanya kinyume na Mungu. Hakuliinua jina la Mungu, hakumtukufisha Mungu kule katika maji, wakati ambapo alitoa maji kule katika Kadesh Benea wakiwa karibu kuingia. Kwa hivyo wapenzi, ninawaambia nini? Akapelekwa, hakufia pale, hakwenda vile vile kufia katika mlima wa Hori ambako ndugu yake alifia, lakini yeye alipelekwa mpaka uwanda wa Moabu, pale Moabu. Na ningetaka uangalie jambo moja, wakati anafika kufia hapa Moabu, kuna jambo nataka ukumbuke katika historia ama mambo tuliyosoma hapo mbele, ya kwamba Barak aliyekuwa mfalme mahali pale alimuita Balaam aje awalaani wakiwa pale katika tambarare ya Moab. Kwa hivyo nataka uone ya kwamba wakati anataka kuwalaani, mtu wa Mungu alikuwa pamoja nao, hakuwa amekufa, alikuwa pamoja na wana wa Israeli kule katika uwanda wa Moab. Kwa hivyo naye Moab ni uzaliwa wa nani? Ni uzaliwa kutoka kwa baba. Wakati huyu mtu wa Mungu ambaye anaitwa Lutu aliondolewa Sodom na Gomora kwa sababu ya kuombewa na Abraham, akaombewa na yeye, badala ya kwenda milimani akaenda akaingia Zoari akiwa na wasichana wake wawili, binti zake, na akalala nao, wakazaa watoto wawili, kila mmoja mtoto moja. Kuna wengine walizaa baadaye, hatujaelezwa, lakini tunaambiwa hawa watoto wa kwanza waliozaliwa alikuwa ni Moab, wakiwa na ndugu yake Amoni kwa dadake kwa binti wa pili. Kwa hivyo hawa ndio makabila mawili ambayo yamezaliwa kilimwengu. Katika ile lugha ya Kiingereza mnasema incest, yani hawa ni baba na watoto wake. Kwa hivyo sasa angalia, Musa amebebwa na Mungu, amepelekwa na Mungu safari ndefu tu mpaka amefika katika uwanda huu. Mahali hapo watu hawa ndio wengi, hawa ndio wenyeji. Amepelekwa hapo watu wasiomjua Mungu, watu ambao wanajitegemea wenyewe. Kwa hivyo ni kusema nini? Maana ya jina Moab ni Moab, yani aba ni baba, Mo ni kutoka kwa baba, kutoka kwa baba. Na sisi tunasema katika wokovu from the father, aba father, yani tunasema direct, hatutangazi mambo mengine katikati. Kwa hivyo uelewe mambo haya. Watoto waliozaliwa na Lutu waliitwa majina ati wametoka kwa baba yao wenyewe, baba wa ulimwengu, baba ambaye hakuwa amejuana na Mungu, ijapokuwa alitembea katika uvuli wa mtu wa Mungu. Kwa hivyo wakapelekwa mpaka mlima wa Nebo, akapelekwa mpaka mlima wa Nebo alipokuwa katika nchi hiyo. Angalia roho anayemzunguka pale sasa, roho anayemzunguka pale sasa, wako katika roho inayotawala mahali pale ni ya Wamoabi, yani ya mambo ya kilimwengu, na anachukuliwa juu mlimani pale. Mlima unaitwa Nebo. Maana ya Nebo ni mlima wa manabii, maana yake ni manabii, mahali ambapo yeye ni nabii wa Mungu. Kwa hivyo anaondolewa katika mahali pale pa chini pa uwanda wa Moab, anapandishwa
katika mlima wa manabii, ndio maana yake Nebo. Na jina hilo utalipata tena wakati unasoma juu ya Mabruk katika kitabu cha Danieli. Utakuta vile vile kulikuwa na mambo kama yale, wanatumia jina hili kama moja ya mungu yao. Kwa hivyo wapenzi, hata kilele cha Pisiga, mahali pa juu zaidi, akapelekwa mahali pale ambako Pisiga sasa ni juu ya mawingu, ni juu ya mawingu. Unaona, ukifika juu ya mlima sana, unafika mahali ambapo unaanza ona kama kuna mvuke, yaani maji yamegeuka kuwa mvuke, mahali pa juu sana. Sasa anaweza kuona nchi hii ambaye Bwana anataka kumwonyesha, amemuinua katika ulimwengu wa kiroho. Na unajua, sijui kama mtanielewa vizuri, wakati anapelekwa Pisiga, mahali pa juu zaidi, pana uvuke, the clouds. Na unajua ya kwamba Mungu anasema yeye anakaa katika wingu. Aliongoza wana wa Israeli akiwa katika wingu kutoka Misri. Na sasa wakati huu Musa amepelekwa mahali pale pa juu kukabili Yeriko, kuangalia mji ule ulikuwa mkubwa sana nyakati zile, mji wa biashara ulio kando ya mto wa Yordani, ambapo tutaona katika Agano Jipya mambo mengi sana kuhusu Yeriko na Yesu alipopita hapo na pale. Kwa hivyo sasa huyu mtu wa Mungu, kwa sababu yeye si Yesu, hangeingia huko. Yeye alikuwa mwokozi wa wana wa Israeli, lakini si mwokozi wa ulimwengu. Basi yeye hangeingia, lakini aliweza kuona mahali ambapo watu walifanya biashara, hakukuwa na heshima, watu walikaa katika dhambi. Haya mambo yote alionyeshwa, kwa sababu Mungu alitaka aende na picha yote akiwa naye, ili siku za nyuma atatumika mahali fulani. Kumbuka, anakuja kuonekana tena katika kitabu cha Mathayo 17, wakati anashuka wakiwa na Elia, wanakaa na Yesu mwana wa Mungu pale ambapo wale watumishi wafuasi wa Yesu wanasema wajenge hema. Kwa hivyo mambo haya, angalia, alikuwa ni mtakatifu, alikuwa ni karibu na Bwana yeye, kwa sababu Bwana ndiye alimpeleka katika mazishi yake, yeye ndiye anajua. Na uangalie tena Elia wanayekutana na Yesu pamoja na Musa pale Mathayo 17, naye vile vile hakuzikwa na watu, naye vile vile alipaa na chariots na ile gari ya moto mpaka mbinguni. Mambo haya nataka uiangalie, yamekuja katika hali ya kiroho, ya kwamba hawa watu wanaenda na Mungu mwenyewe, sio wanadamu. Baada ya kutenda kazi wanaondoka. Kwa hivyo wapenzi, kuna siri kubwa. Yesu naye vile vile hakuzikwa. Alipozikwa alifufuka na akarudi akapaa pamoja na mwili wake. Angalia mambo haya yote katika kitabu cha Matendo ya Mitume 1. Utaona mambo haya yanapatana, na ndio nataka uelewe foundation ambaye nimekuwa nikiwafundisha katika agano hili, vile inaenda ikiambatana na Agano Jipya. Kwa hivyo wapenzi, unaona sasa akaonyeshwa Yeriko. Mambo haya nataka uyasikie na uyasikilize vizuri. Bwana akamuonyesha, yani Bwana ambaye ni muumbaji, yani Bwana hapa. Angalia, jina Bwana linasema yule anayeumba, na tunasema huyo ni Yesu Kristo mwenyewe, mwana wa Mungu, kwa sababu Mungu mwenyewe ni Mungu. Mahali Mungu anatakikana panaandikwa jina Mungu. Sasa hapa Bwana akamuonyesha. Kwa hivyo Kristo akamuonyesha, huko ndiko nitakako kuja siku zingine za usoni. Akamuonyesha yote, milima ya Gileadi, yani hii ni nchi ya nani? Ni nchi ya Manase aliyekuwa amewekwa wakfu katika Misri akiwa mwana wa Yusufu. Kwa hivyo akaonyeshwa nchi ya Gileadi, na akaonyeshwa vile vile uzao wa huyu Dan aliyekuwa amezaliwa akiwa mwana wa mmoja wa wale wanawake watumishi wa Yakobo. Kwa hivyo sasa, kaskazini kabisa, Dan alipewa kaskazini. Ukiangalia ramani za nchi ile takatifu, utaona Dan amepewa kule mwisho kupakana na nchi ambayo ni mnaita Taki. Kwa hivyo sasa, sehemu ile iliitwa Gaul zamani, ndio ilikuwa inaitwa Galatia. Kwa hivyo wapenzi, maana ya jina Galatia ilikuwa ni Gaul na Italy. Kwa hivyo Gaul ilikuwa ni Faransa na Italy ni Waitaliani, walikuja wakazaana huko, ikawa inaitwa Galatia.
Kwa hivyo wapenzi, mambo haya ni Gaul na Italy, yani Galatia. Kwa hivyo wapenzi, mambo haya uyafahamu. Akaonyeshwa nchi hiyo na jinsi kutakavyokuwa na uzao utakavyokuwa. Ndio maana yuko katika uwanda wa Moab kule chini. Kwa hivyo wapenzi, hakuwa katika utakatifu, aliinuliwa, kuinuliwa kutoka katika dhambi na kuingia katika utukufu wa Mungu kule mlimani kabisa wa kilele cha Pisiga, akipitia mlima wa Nebo ndani, akaenda mpaka pale kileleni katika Pisiga. Kwa hivyo wapenzi, unatoka katika dunia, unachukuliwa na Mungu, unapelekwa kiwango cha juu, unapelekwa kiwango cha manabii, alafu unainuliwa, unaanza kutembea na Mungu mwenyewe katika wingu, katika Pisiga, katika kule juu zaidi vileleni, ili uweze kuona matokeo ya dhambi na mambo mengine, uweze kusimama imara. Kwa hivyo wapenzi, siri iko ndani katika mambo haya. Na Naftali yote akaona mpaka nchi ya Naftali, ambayo tunaona Yesu anakuja katika Mathayo 4, anaingia kule kwa Naftali na Zabulon kuanza kuhubiri Injili baada ya kutoka mlimani, kwa sababu walikuwa wachawi, watu waliokuwa gizani. Sasa akawaleta kwenye nuru. Alionyeshwa giza hiyo itakuwa Naftali, alionyeshwa sehemu hizo na vile kutakavyokuwa. Na kumbuka wakati huo hawajagawiwa nchi, haijaitwa Naftali, haijaitwa nchi ya Hebron, haijaitwa nini, hapana. Wakati wataingia nchi sasa kujinyakulia, ndio majina hii itaonekana. Lakini sasa unaelezwa in advance, kabla, yani unaonyeshwa katika roho mambo yatakayokuja, Sijui kama unanipata vizuri. Saa hii Musa anaonyeshwa na tunapewa majina haya, walikuwa hawajagawana, lakini sasa anayaona katika roho, ni katika roho, kwa sababu Joshua atakapomaliza kazi ndio atagawia hawa watu vijiji vyao na sehemu zao na majina yao. Kwa hivyo sasa Musa majina haijapeanwa, bado hawajaingia wote, ndio wameingia tu hapa mbele Gileadi, mahali ambapo Manase na Ruben wamegawiwa, lakini kule kwingine bado. Kwa hivyo ni siku za usoni, Musa anaonyeshwa siku zitakazokuja, vile kutakavyokuwa baada ya miaka kama 20 baada ya yeye kuondoka. Kwa hivyo sasa nataka uingie katika roho, uelewe. Nataka uone sasa mambo katika roho, unaonyeshwa mambo yatakayokuja, kwa sababu ameenda kilima cha manabii Nebo, anaonyeshwa mambo yatakayokuja, ayajue, akienda ajue kutakuwaje baadaye. Kwa hivyo hii ndio siri nataka uone. Kanisa lolote lisilo na manabii, hilo si kanisa, kwa sababu manabii wanaonyeshwa mambo yatakayokuja baadaye kabla hawajaondoka. Ndio wanaambia watu katika uwanda wa Moabu, watu katika ulimwengu, wanawaambia Bwana anasema hivi na itakuwa hivi. Kwa hivyo angalia, Musa anapoonyeshwa hii yote, yeye hajafika na hafiki huko. Kwa hivyo wapenzi, anaonyeshwa nchi ya Naftali, vile vile anaonyeshwa sehemu ambayo itakuwa ni ya Efraimu na Manase, ambayo wamegawiwa kupakana na Yuda. Kwa hivyo mahali ambapo Yesu atakapozaliwa, Yuda, anaonyeshwa wale watakaobaki Efraimu na nusu ya Manase mahali watakapokuwa, kwa sababu tayari nusu ya Manase amewagawia wakiwa na Ruben, lakini nusu ingine itakuwa imepakana na ndugu yake Efraimu ambaye alibarikiwa sana na ataongoza mambo mengi hata ya hukumu, na vile vile Yuda ambaye ataongoza katika ufalme wa Israeli. Kwa hivyo mpaka bahari ya magharibi, yani akaonyeshwa mpaka bahari ya magharibi. Hiyo ni kuonyesha nini? Katika miji itakayokuja siku za usoni, kina miji kama Tel Aviv, kule kulikuwa kunaitwa Jopa na kwingineko katika sehemu hiyo, na Taya na kwingineko, yani maziwa ya magharibi ni Mediterranean Sea. Sasa akaonyeshwa mpaka kule pwani, akaonyeshwa kote. Huko ndio itakuwa nchi ya ahadi, huko ndio anaonyeshwa ajue wana wa Israeli mahali ambapo watarithi. Kwa hivyo sasa alionyeshwa mambo ambayo hajafika, kwa sababu hata yeye mwenyewe hajaingia. Kwa hivyo sasa, na ndio nakwambia uingie katika roho, ndio uelewe Musa anapoondoka, anaondoka kwa njia gani? Anaondoka akiwa nabii wa Mungu. Kwa hivyo sasa unaona, na Negevu, akaonyeshwa Negevu na uwanda wa bonde la Yeriko, mji wa mitende, hata mpaka wa Soari. Kwa hivyo alionyeshwa mahali pote patakuwa na shida. Katika Negevu ni jangwa lililo kusini ukielekea Misri.
Ukitoka Israeli, jangwa hilo tunaliita Negev. Kwa hivyo katika jangwa hilo ndio mnaita Ganza. Siku ya leo ndio wanaita Ganza, sehemu hiyo wanaita Ganza. Kwa hivyo alionyeshwa huko na mambo yatakayotokea baadaye, ajue yalikuwa ndani yake, na vile vile akaona uwanda wa nini, wa bonde la Yeriko, kule ambako mambo mengi yalitendeka. Hata wafuasi wa Mungu wengine hawakuweza kusimama na njia za Mungu siku za usoni, waliweza kusimama na njia za kutafuta pesa zao, kwenda katika viwanda ama bonde za biashara. Unakumbuka wakati unasoma hadithi ya ile tunaita, yani mfano ule tulipewa na Kristo unaitwa the Good Samaritan. Wakati wale watano walimkuta yule amepigwa, hata huyu kuhani wa Mungu hakusimama. Kwa hivyo mpaka Msamaria mwema akaja, mtu aliye katika roho, ambaye ni Kristo, ndiye aliweza kuokoa yule. Kwa hivyo wapenzi, na akamwachia nini? Akamwachia amelipa mara mbili. Alipolipa mara mbili, ya kwanza na ya pili ni ile ya kwanza na atakaporudi tena akalipa ile, na ile ingine iliyobaki atakuja kulipa. Yaani Kristo atakapokuja atalipa hata madeni ile tutakuwa naye wakati tunaingia mbinguni. Kwa hivyo wapenzi, mambo haya akaonyeshwa hata mji wa mitende, mahali ambapo tende, date trees. Dates, unajua katika jangwa hii ndiyo chakula ya watu wengi wa Arabu na wengineo wanaishi jangwani, kwa sababu mti huu unamea sana. Kuna mti huu wa mtende na vile vile mti mwingine tunaita mkoma. Mkoma nao unamea kule kule katika jangwa, sehemu kadhaa katika Sahara na kwingineko. Na mti huu huliwa na watu. Mtende ni mzuri sana kwa sababu ukienda hata madukani hapa Marekani, katika supermarket unaweza nunua tende. Kwa hivyo ina afya nzuri tu, ukila unaweza ishi vizuri. Wanatumia hiyo, wanakula na maziwa ya ngamia na mbuzi zile ambazo wanalisha huko. Na vile vile ukienda katika nchi zingine zilizo jangwani za watu weusi, utakuta kama huu mkoma unameamea kando kando ya maji kule, ambao huu mmea ndio wanakula matunda yake, wanatafuna, na hiyo ndio inafanya waishi wakinywa maji. Kwa hivyo wapenzi, alionyeshwa jinsi watakavyokuwa na chakula kitakachokuwa kule na mambo watakayoendelea naye, hata mpaka Soari akaonyeshwa mpaka kule ambako dhambi ya nani ilianzia, incest, dhambi ya Lutu na wasichana wake, mahali alienda katika mji ule. Mahali hiyo ni kukwambia ya kwamba watu watakuwa vile vile wanafanya hiyo dhambi ya incest, wataendelea naye. Ndio maana anaonyeshwa Soari huko, ndio kuna mambo hayo. Kwa hivyo wapenzi, ndio naona hata wakati huu makanisa mengine tumelaumiwa, tumetukanwa, tumetusiwa, hata watu wanakataa kuokoka kwa sababu wachungaji wanafanya mambo ya Zoari katika nyumba ya Mungu na mahali pengine ambako haitakikani. Kwa hivyo wapenzi, utakatifu utakosa. Hii yote inalenga nini? Inalenga watu watakosa kuwa watakatifu. Watu wataingia katika zile bonde la Yeriko, mambo ya biashara na mambo mengine. Kwa hivyo mambo ya kumjua Mungu itakuwa ni shida sana nyakati hizo za mwisho. Ndio maana Mungu anampa Musa, ambaye ni maji, ambaye ni uhai, anampa ufunuo wa vile dunia itakavyokuwa hata akiondoka baadaye. Bwana akamwambia hii ndiyo nchi. Anamwambia hii ndiyo nchi. Unaona, hii ndiyo nchi, yaani nchi ni mchanga, the land. Hii ndiyo nchi ambaye nakwambia juu yake, niliyowaapia wana wa Israeli. Niliyowaapia nani? Anasema Ibrahimu, wakiwa na Isaka, wakiwa na Yakobo. Hiyo anatukumbusha nini? Mungu anataka kumwambia Musa ya kwamba ati hii ndiyo nchi, this is the land. Hii ndiyo nchi ile ambayo niliapa kwa nani? Kwa Ibrahimu. Ati maana Ibrahimu awe anatoa dhabihu zake pale, awe anatoa dhabihu katika ile nchi, kwa sababu ile nchi ilikuwa na laana na inatakiwa kutolewa dhabihu ili itakaswe. Wakati ambapo unabarikiwa, wakati unapata mchanga, ni vizuri kubariki mahali pale na kumtolea Mungu dhabihu. Ukimtolea Mungu dhabihu, pale panabarikiwa. Ndio maana anatuambia Ibrahimu, niliwaapia Abrahamu. Na anasema vile vile Isaka, na Isaka maana yake Isaka ni visima vya maji. Lazima katika nchi ile watu wawe na visima vya maji, waweze kuwa na uhai, waweze kuishi. Na anasema ya kwamba na wasisahau Yakobo, yaani Yakobo wako katika hema. Katika mili tuliyo nayo ni hema na imeficha maji ndani, na hii hema ikiondolewa, basi roho itamrudia mwenyewe. Kwa hivyo ndiyo maana altar, yaani madhabahu na visima na
hema zinaenda pamoja, yaani Abrahamu na Isaka na Yakobo. Hizo lazima ziende pamoja. Lazima uwe mtu wa dhabihu, wa kutolea Mungu dhabihu kila wakati. Lazima uwe mtu wa kuishi karibu na visima, yaani mahali uhai wa Mungu upo, na lazima ujue ya kwamba wewe ni msafiri katika dunia hii. Siku inafika ya kuondoka, na ndio unaona watu wa Mungu ukikumbuka Biblia, tumesoma kitabu cha Mwanzo mpaka mahali tumefika, tunaona ya kwamba Musa alifika wapi? Kisimani. Maji waliotaka jangwani walifika katika mwamba, ikawa kisima cha maji. Watu kama kina Nuhu walikaa mahali palikuwa na maji. Kwa hivyo mambo haya yote uyaangalie, visima katika Biblia inakuja ikiingia kila mahali. Hata ukumbuke hata Ishmael wakati karibu kufa, Mungu alifungua kisima. Kwa hivyo wapenzi, nataka uende ukiangalia kisima ni uhai, ni uhai. Ukae ukijua ya kwamba uhai wa Mungu uwe ndani yako kila wakati. Kwa hivyo anamkumbusha, anakisema na anamwambia, nikisema ni Mungu mwenyewe, ni Bwana anaongea na yeye, nitawapa wazao wake, yaani watapewa, tutapewa sisi uzao wa hawa watatu, yaani altar, kukiwa na altar, madhabahu, na kuwe na vile vile na visima ndani yetu, na tujue ya kwamba sisi ni wasafiri, tutapewa nchi, kwa sababu anasema nitawapa wazao wako. Wazao wako wote watazaliwa, wale watazaliwa wote watapewa nchi ile. Basi nimekuonyesha kwa macho yako, lakini hutavuka huko. Akamwambia, nimekuonyesha, si umeona na macho yako mwenyewe. Sasa imekuwa registered, imeandikwa ndani yako vile kutakavyokuwa. Kwa hivyo sasa roho yako inapoenda utakuwa na hiyo picha. Nataka kuambia nini? Wakati mtu aliye hai anapoondoka, yeye huenda na picha ya yale mambo yote aliyoona. Na hiyo ni kukuambia ya kwamba roho hafi. Roho anaenda na picha yote ya mambo mliotenda, mambo mliomtendea mazuri ama mabaya, anaenda naye. Na ndio unaona hizi roho zinaporudi, kama hazikuwa zimeokoka, zinaathiri, zinaumiza sana familia, zinaumiza watu wa kwao sana, kwa sababu ya hasira walizoenda nazo, lakini hawana mwili wa kuingia ndani. Kwa hivyo zinakuja katika ulimwengu wa roho, kwa sababu hayo mambo yote yako katika roho. Na ningetaka ujue ya kwamba mambo yote yanaanza katika roho, yanadhibitika katika mwili. Kwa hivyo wapenzi, mambo ya roho, spiritual things, inakuwa manifest katika physical. Kwa hivyo ndio tunaona na macho yetu yale tunaona, lakini mambo ya roho hatuoni kwa macho, kwa sababu ni siri ya Mungu, lakini yale yamefunguliwa ni yetu, tunaona na macho. Na ndio maana Musa kabla hajalala anaonyeshwa, anaambiwa na Bwana mwenyewe, umeona na macho yako, lakini hautavuka, yaani miguu yako haitakanyaga, kwa sababu kama angevuka, neno la Mungu lingetimia katika maisha yake. Neno gani hilo? Neno linasema mahali utakapokanyaga na unyayo wako, hapo nimekupea. Kwa hivyo tayari hangevuka, kwa sababu kama angekanyaga kule katika nchi ya ahadi, Musa basi angepewa sehemu yake pale. Na hivyo ndio nakukumbusha siku ya leo, mahali utakapokanyaga utapewa, ni kwako. Lakini mahali haujakanyaga na Bwana asikubali uingie, hapo si pako, lakini uone na macho yako. Kwa hivyo wapenzi, siri ni hiyo, amefumbuliwa yote na mambo hayo katika hizo laini, hizo aya 5, aya 4. Umeona ni katika ulimwengu wa kiroho, ni katika maelezo ya kiroho, kwa sababu hayakuwepo, lakini Musa anaongeleshwa na Bwana katika roho, kuonyeshwa yatakayokuja na yatakayokuja. Na ndivyo wewe, na kwanza anaelezwa hayo akiwa amepandishwa katika mlima wa manabii, na anaondolewa kiwango cha nabii, anapanda katika zaidi, katika uvuke wa Pisiga, mahali pa kilele cha juu zaidi. Kwa hivyo alikuwa kiwango cha juu katika imani. Hata wewe unaweza kuwa kiwango cha juu katika imani ikiwa utaenda ukimtafuta Mungu siku baada ya siku, na uendeshane na Mungu hata kukiwa na taabu nyingi zile Musa alipitia na mambo mengine, na wewe yako una yako. Ukiendelea kumtafuta Mungu utainuliwa juu ya wale manabii, na uwe unaongea na Mungu mwenyewe, anakuonyesha siri za baadaye.
Kwa hivyo hiyo ndio siri kubwa ambayo ningependa iingie ndani yenu, na mjue ya kwamba mambo haya Musa anaonyeshwa haijafika, anaonyeshwa kwa Kiingereza mnasema in advance. Yeye anaondoka, lakini atakaa katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hivyo nataka kukuambia nini, mahali umekaa saa hii, mambo ambayo yamekuzunguka ya kiroho ni mengi sana, na ukitaka ya kuingia hata roho mbaya, wewe kubalia roho hizo zikuingie. Roho mbaya zikuingia, unakuwa na roho hizo mbaya. Wengine wenda wasimu, wengine ni nini, na wengine ni watakatifu wa Bwana. Roho unayechagua ikutumikie, ambayo iko hapa, hiyo roho ndio itakutawala. Ukitaka roho wa Mungu ndiye atakutawala. Ukitaka roho wa dunia, basi utaingiwa na hizo maroho ambazo zitakutawala na kukuharibu, kwa sababu zote ziko karibu. Na unaona Musa alionyeshwa. Basi sasa Musa anakufa, nao watu wanamuomboleza. Kwa hivyo sasa imefika wakati wa Musa kuondoka, yaani kufa. Maana ya jina kufa ama afa ama kufariki ni kuwa roho inatoka ndani ya hema. Roho inatoka ndani ya hema hii. Inadhibitika katika kitabu cha Wakorintho wa pili 5, ati tunaondoka katika hema hii, tunaiacha. Kwa hivyo hiyo ndio kufa, lakini roho haijakufa, ni mwili unakufa. Maana mwili ni viwavi tu. Unajua viwavi, igunyu, yaani mwili ni viwavi, kwa sababu mwili ni hema ambaye roho akitoka haina maisha tena, inageuka viwavi nini, na vyote vinarudi vinakufa, vinarudi ndani ya nchi, mchanga ndani ya nchi. Na ndio unasikia watu wanakuambia walio katika ndani ya kiroho wamesoma mambo haya, wameelewa. Nikiwa nawaeleza mambo mengi, mchanga ukikukataa, nchi ikikukataa, ndio Musa anaonyeshwa, anaambiwa ili nchi ikukubali, ili nchi ikubali uzao wako siku za usoni, lazima uwe mtu wa kutoa dhabihu, lazima uwe mtu wa kukaa karibu na uhai maji, lazima uwe mtu wa kujua hii ni hema ambayo tunaishi ndani yake. Ukitoa hizo sehemu tatu, yani Ibrahimu, Isaka na Yakobo, nchi itakukubali. Lakini ukikataa kutoa dhabihu, nchi itakukataa. Kwa sababu hata wakati Abrahamu alienda kusini kutoka Haran, akaenda nchi aliyoambiwa na Mungu, kitu cha kwanza alipoongea na Mungu alitoa dhabihu, ili akubalike na mchanga wa Hebron, akubalike na mchanga huo wa Israeli. Kwa hivyo hiyo ilikubalika hivyo. Hata hapa unaishi Marekani, ukitoa dhabihu zinazofaa, mchanga huu utakukubali. Lakini ukikataa kufanya mapenzi ya Mungu vile anafanya njia zake, kutoa dhabihu na kuweka jinsi inavyotakikana na kukaa katika uhai, mchanga wa nchi hii utakukataa, na kila kitu unafanya kazi na nini, hautafaulu. Hata mahali ulipo, kama ni Australia, kama ni Kenya, kama ni Afrika, nchi yoyote, ukikataa kukaa na kutolea Mungu dhabihu zake jinsi ambavyo ametangaza mahali hapa, kwa sababu kitabu hiki ni uhai, ukikataa kufanya hivyo, mchanga utakukataa. Utakufa ukiwa bado maskini, hauna chochote na hauna chako. Na ndio maana serikali nyingi katika ulimwengu wakatenga mahali pa makaburi ya wale wasio na kwao, wale wasio na mali yao. Ndio unasikiaga public cemeteries, mahali pa kuzikwa. Hiyo imetengwa na serikali kwa sababu wengi hawana mahali, na wale waliokuwa na mahali watu wao wanaona hawezi zikwa pale, wakawapeleka kule kwa public cemeteries. Maana hao ni watu ambao hawana ahadi na mchanga hujakubali. Na ndio maana watu wanaokubalika na mchanga wanakwao. Ndio unaona makabila mengine ambao wanashikilia hayo mambo kabisa, kama watu kutoka kule baharini kule katika nchi ya Kenya na kwingineko. Hata mtu akifia mbali, wanamrudisha nchi za kwao, mchanga wa kwao unao wakubali, nao unakubali hawa. Na unaona hata kama hawana pesa, inachangwa na wengine mpaka wapelekwe kule, kwa sababu mchanga ule ndio umewakubali. Wale mizimu wamelala kule, roho zilizolala kule ndio zinawakubali. Kwa hivyo wapenzi, mambo haya muangalie. Na Waisraeli unaona hata wakiingia hapa, wamejenga makaburi yao ambayo ni yao, na hao mchanga yao, na wengine wanapelekwa mpaka Israeli kuzikwa kule, kwa sababu ndivyo ilivyo, mchanga wa kwenu unao kukubali. Lakini kuna wengine hawajui kwao na hawajui walizaliwa namna gani. Na kwa hivyo kama ulizaliwa pengine
Na mzazi ambaye haujui hata baba yako mchanga wa kwenu ni wapi, ni juu yako ununue mchanga, ununue, ufanye. Hapo ndio chanzo chako na jamii yako na uzao wako wawe ni hapo, na hapo ndio kwako, na we ndio chanzo. Huo mchanga utolee dhabihu na kila kitu, ukukubali, na ukoo wako wote siku za usoni watajua huko ndio kwao. Kwa hivyo wapenzi, siri hizi ningependa mzijue, na ninajua wengi watasikiza na wengi watabarikiwa. Kwa hivyo wapenzi, basi ikawa siku za Musa kuondoka katika mwili huu ambao saa ingine unafika unanyong'onyea, unatoka nywele nyeupe na mengine unakwisha nguvu, mifupa inaanza kukosa mafuta, unaenda ukisinyaa mpaka unaanza kutafuta miti ya kutembea naye, mikongojo. Kwa hivyo sasa ikafika wakati huo, lakini basi Musa mtumishi wa Bwana, Musa amekubalika kuwa mtumishi wa Bwana. Yeye amekubalika kwa sababu uhai ni mtumishi wa Bwana. Yesu alipokuja aliponya watu kwa kunena neno, aliponya watu hata kwa kuwaguza. Watu walipomkaribia walipona. Kwa sababu gani? Alikuwa amebeba uhai. Musa ni uhai, water ni uhai. Yeye ni mtumishi wa Mungu. Ukiwa wewe unampenda Mungu, unakuwa mtumishi wa Mungu. Mungu anakutumia wewe, kwa sababu Mungu ni roho ukiwa katika mwili huu, kwa sababu mwili wako ni maji. Na ukikubali maji hayo Bwana ayatumie, ndio miujiza na mambo ya ajabu inatendeka unapotangaza, kwa sababu katika vilindi vya roho yako kunatoka maji ya uzima, ambaye ni roho wa Bwana anaishi ndani yako. Kwa hivyo Musa alikuwa ni mtumishi wa Mungu, ndio maana yake hivyo akafa huko. Sasa ametoka katika mwili. Akitoka katika mwili sasa hawezi tumiwa tena na Bwana, kwa sababu sasa amekuwa roho. Sasa ni kukaa kule rohoni, mahali niko na wewe uwepo. Yohana 14, unaona kuanzia mstari wa kwanza, msifadhaike, mimi naenda kuandalia makao, mahali nipo nanyi muwepo. Sasa Musa ameenda kuwa mahali Mungu yupo, naye ameenda huko. Sasa hahitajiki kuwa mtumishi. Sasa roho yake imeenda kuchukua mahali pake katika uungu, na wewe utakapolala utaenda kuchukua mahali pako katika uungu. Ukiwa ulikuwa mtumishi wa shetani kama kina Dothani na Kora, basi utaenda kutumikia roho hiyo uliyoiamini. Utaikuta na utakaa upande huo wa hiyo roho ya kuumiza watu, roho ambazo zinafanya watu kuwa wazimu, watu kutembea uchi barabarani, mahali pote zinatumia watu namna hiyo na kuua wengine, na roho za hasira, unarudi huko huko ulipotaka. Lakini ukiwa na roho wa upendo, roho wa amani, roho wa Musa aliyempenda Mungu, sasa ukirudi huko unakaa katika kikao cha Bwana, naenda kuandalia makao, mahali nilipo na nyinyi muwepo. Si mahali sipo, mahali nilipo. Kwa hivyo wapenzi, Musa akafa katika nchi ya Moab. Alikufia katika ile nchi kwa sababu mlima wa Nebo, Pisga, kila kitu ulikuwa katika nchi ya Moab. Kwa hivyo wakati inafika wetu kuondoka dunia, tutakufa katika dunia hii inajaa dhambi na mambo yote ambayo inatawaliwa na shetani wakati wote. Hatutakuwa tu nchi ya Moab. Ni hiku tu, tutakuwa humuhumu tu, lakini mahali tunaenda ndio muhimu sana. Hapo ndipo muhimu sana mahali tutakapoenda, kwa sababu tuko katika nchi hii ya Moabi kwa neno la Bwana. Lakini yeye alifariki akiwa ndani ya neno la Bwana, ndani ya neno la Bwana. Na neno ni nani? Neno ni Mungu mwenyewe, ni mbegu ya Mungu ikarudi mahali inatakikana. Nitaingia kwa undani siku moja, Mungu akinibariki, wakati ambapo tunaingia kujua neno, the power of the word, yani inapotoka ndani yako inatoka ikiwa moto. Kwa hivyo sasa alirudi katika moto na katika upole wa Mungu, vile vile katika wingu na katika moto inayoongoza watu kutoka Misri, kutoa utumwani, na vile vile kuwakinga na hatari zote ikiwa moto. Kwa hivyo wapenzi, mambo haya ni muhimu uyaweke maanani. Akamzika bondeni, naye Musa alizikwa pale bondeni katika nchi ya Moabi, basi kukabiri Beth Peori. Hapa nataka uangalie mambo mazuri. Mungu akamzika, si mwanadamu. Si mwanadamu. Mahali maji uhai unaenda, hakuna mwanadamu anazika, hiyo inaendaga mahali Mungu mwenyewe anajua. Kwa hivyo akazikwa na Mungu kule katika bonde la
Moabi katika dunia hiyo, na alipozikwa, yani wakiwa ni wanadamu, nchi ya wanadamu na sio kule mlimani, kwa sababu maji yanateremka. Unaona, alikuwa mlimani Pisiga kule juu kabisa, lakini sasa wakati ati amekufa, amezikwa wapi? Bonde la nchi ya Moabi. Yani angalia vizuri, sijui kama ushawahi kuangalia mtu kama amefariki, ama mnyama ama chochote ambacho kinafariki, wakati mwili wote unayeyuka unakuwa maji. Ukiyeyuka maji unateremka, unaenda bondeni. Kwa hivyo sasa roho ilibaki, lakini mwili ukayeyuka ukapotelea katika bonde. Kwa hivyo wapenzi, sasa ameingia, na tunaambiwa nini? Kukabili Beth Peori. Beth Peori maana yake, Beth ni nyumba, Beth ni nyumba, Peori ni cleft, mpasuko. Unaelewa? Mpasuko, Peori mpasuko. Utaona mahali pengine tulisoma, unaona kuna mungu wao wanamuita Baal Peori, mungu wa upasuko, wa mambo ya upasuko. Nitawafundisha hiyo tukienda kisomo ya wazee wale wameona, wale wameona. Beth Peori hiyo ni ndani kabisa, yaani nguvu za kiume za katika mpasuko, cleft Peori. Kwa hivyo sasa angalia hapa, Beth sio Baal, Beth sio Baal. Beth maana yake ni neno, yaani ni neno, ni nyumba, Betheli ni nyumba. Na kwa hivyo sasa Bethel Peori, yaani nyumba ya mpasuko. Kumbuka wakati Mungu anaambiwa na Abraham na Musa, nionyeshe uso wako nikujue, akamwambia nenda ukae pale karibu na mwamba na nitapita pale utaniona. Wakati Mungu alikuja kupitia pale, akamweka Musa ndani ya Peori, yaani cleft ya ile rock, mpasuko wa ile rock Peori, akamweka hapo ndani, akafunika, akapita. Musa akamuona kwa nyuma. Kwa hivyo wapenzi, nakwambia nini? Hapo alipokufa akawekwa katika nyumba ya mpasuko. Yaani hizi ni siri za Mungu ndani yake kabisa. Sitaki kuwapeleka mahali ambapo hamutaelewa kwa sasa, lakini ujue amewekwa kukabili, kuangaliana. Hakuingizwa ndani, kukabili, kuangalia sehemu zile. Hakuwekwa katika ulimwengu vile watu wanawekwa mahali pale katika lile mpasuko. Hapana. Basi akawekwa mahali pale, na unaweza soma mambo yale katika maandiko kadhaa katika hapo. Nitafunza wakati moja, nimewaambia, wakati ambapo tutakuwa na masomo ya watu wazima. Kwa hivyo, lakini hapana mtu ajuae kaburi lake hata leo. Kwa hivyo hakuwekwa kaburini, hakuwekwa katika mpasuko wa ile mwamba pale ndani. Hapana, ni kukabili, kuangaliana naye. Kwa hivyo hakuwekwa, hangeweza kutoshea pale. Nakumbuka naye Yesu aliwekwa katika mpasuko kama huo, katika kaburi, tombu iliyokuwa imepasuliwa kutoka katika mwamba, lakini alipowekwa alitoka, hakukaa, kwa sababu alitaka kukamilisha, kuonyesha watu kwamba amekufa na akazikwa na akafufuka. Hiyo ni gospel. Lakini akatoka, akarudi mbinguni. Lakini Musa hakuingia, kwa sababu yeye hakuwa wa kuingia katika hiyo tombu. Yeye alikuwa bado Kristo hajafika. Kwa hivyo ilikuwa ni kukabiliana, kuangaliana naye, lakini hakuingia. Kwa hivyo wapenzi, na kaburi lake halijulikani mpaka leo. Kwa hivyo maji yakienda, unajua mahali yameenda. Kuna mtu anajua mahali yameenda. Science, jiografia inajaribu kutuambia, physical geography, ati maji inaenda ikifika bahari kubwa, tena jua inachukua inapeleka. Hiyo ni historia, ni mambo ya jiografia. Ni kweli kabisa, inazunguka hivyo mzunguko, lakini inatoka wapi? Hiyo ndio swali. Inatoka wapi ndio iwe maji? Ni uhai. Kwa hivyo Musa alikuwa mtu wa miaka 120 alipokufa. Musa alikuwa ni mtu wa miaka 120 alipokufa. Tunaambiwa ya kwamba sel hukaa siku 12 kabla ya kufa, zile cells tunazo katika mwili wetu. Na ukiangalia sana, inaonyesha hii mara 10 mapingano ya dunia na tabu zake inakuwa 120. Kwa hivyo wapenzi, nakuambia nini? Serikali ya Mungu 12 na majaribu ya dunia ni 10. Kupiga mara hizo inakuwa 120.
hiyo nimeweka, unaweza ishi, hiyo imekubalika. Seli zako zikifa zinafufuka kila wakati, unapigana na dunia, lakini lazima Roho wa Mungu awe katika hema yako, awe ndani yako, ndio anaweza pigana na hiyo magonjwa saa yote, saa yote. Ndio naona alituambia, kwa sababu ya majaribu mengi katika ulimwengu wakati huu na mambo tunayopitia, akatuambia miaka yetu ni 70, akatuwekea pale na pengine 80 na kuendelea. Lakini ukiishi vizuri na Mungu awe na kibali na wewe, utaenda mpaka 120 kama Musa, na tumewahi kusikia wengine wameenda hata miaka zaidi. Ni kibali cha Mungu katika hema hii. Kwa hivyo alikuwa na miaka hiyo, na anasema nini? Jicho lake halikupofuka, macho yake ilikuwa inaona vizuri, alikuwa anaona vizuri, hakupofuka. Kwa hivyo cells zake na mwili ulikuwa na nguvu, kulingana na nini? Na chakula kile alichokuwa akila, na Mungu alimuongoza, na Mungu alivyokuwa nakaa ndani yake katika utakatifu uliokuwa ndani yake. Kwa hivyo wala nguvu za mwili wake hazikupunguka hapo. Sijui kama unaelewa, sijui kama unajua mwili ni nini. Mwili ni sehemu zako za siri, kwa sababu huo ndio unaitagwa mwili. Na anasema nguvu zake hazikupungua. Unaona, Musa wakati mke wake hayuko, Zepora alioa mwanamke mwingine ambaye tunaambiwa hata Miriam aliweza kumwonea wivu wakiwa na Haruni. Kwa hivyo hiyo ni kukuambia, hata wakati anakufa alikuwa bado na mke wake, nguvu zake za mwili alikuwa bado nazo. Wazee bado huwa na nguvu zao za mwili hata wakati wa kufika mwisho wao. Kwa hivyo wapenzi, hiyo ndiyo siri unaambiwa. Lakini kama nguvu zimeishia, mtu ananyong'onyea na anarudi anakufa namna hiyo. Lakini nguvu zake zikiwapo, ni kuonyesha huyu mtu bado anaweza kuzalisha, bado anaweza, ana uwezo huo. Kwa hivyo wapenzi, basi huyu mtu wa Mungu hakuwa na tofauti, hakuwa na dawa yoyote, hakuwa na jambo lolote mbaya. Aliishi vizuri na Mungu, aliishi ndani yake, na promise ya Mungu na vile aliumba mwanadamu ilikuwa ndani yake vizuri, na akaishi hivyo. Wengi wanaishi namna hiyo, wale wanaoishi mbele za Mungu wakiwa na utakatifu wa Bwana. Basi akawa namna hiyo. Wakati alipofariki alikuwa na wingi wa miaka, lakini kumbuka hakufikisha miaka ya nani? Ya Yakobo. Yakobo alikufa akiwa na 147. Abrahamu alikufa akiwa na 175. Hata Methusela alikufa akiwa na miaka 969. Kwa hivyo wapenzi, angalia, Mungu anatupa viwango kulingana na vile tunakubali atawale miili yetu na vile tunataka kuishi. Sisi wenyewe ndio tunaamua ni miaka ngapi tutaishi kulingana na vile ambavyo. Lakini wakati mwingine watu tulio nao, majirani zetu na wengine, huwa wametokea katika hali ya dhambi na mengine, na inafuata, anasema kizazi cha 3 mpaka cha 4. Lakini tunaweza kata hiyo nira kama tunamtumainia Mungu na tuishi miaka yetu ya ahadi ile Mungu anataka tuishi. Kwa hivyo wana wa Israeli wakamwombolezea Musa katika uwanda wa Moabu siku 30. Basi siku za maombolezi ya matanga ya Musa zikaisha. Kwa hivyo watu walimuomboleza kwa sababu alikuwa ni mtu wa maana, na aliombolezwa kwa siku 30. Sina wakati mzuri wa kueleza maana ya siku 30 kwa sababu zinaambatana na vile mwezi unakuja, robo mwezi na mwezi, na vile ambavyo hali ya hadhi inakuja. Ukisoma juu ya moon, mwezi katika Israel, katika uungu, mwezi unafanya namna gani, ndio kagawanywa siku 30, vile inaenda majira hiyo ya miezi ya majuma manne. Kuna mafundisho makuu wakati mwezi unatokea. Ndio unaona Waislamu wanaangaliaga mwezi utatokea lini, ndio wakati Ramadhani yao. Ndio unaona watu wengi ulimwenguni, ndio unaona mama katika hedhi wanaenda katika kuambatana na mwezi, na siku zile zinaambatana. Kuna siri kubwa sana na iko katika maandiko, nitafundisha hiyo wakati wake. Kwa hivyo sasa ukiombolezwa kwa mwezi mzima ni kuonyesha umeombolezwa kwa siku zote, kwa majira yote yanayotakikana katika maisha ya mtoto kuzaliwa na kuwa, ama hali ya mtu kuwa mtu. Kwa hivyo umeombolezwa, heshima zako zote umepewa. Hata vile vile kumbuka, wakati tulisoma katika kitabu cha Mwanzo, tuliona vile vile Yakobo aliombolezwa kwa siku hizo, na Yusufu wakati mwili wake ulipelekwa Kanaani. Kwa hivyo wapenzi, Musa amemaliza kazi. Musa amerudi kwa Bwana. Basi Musa aondolewa na Joshua aongoza.
yaani Joshua anachukua mamlaka, mstari wa 9. Na Yoshua mwana wa Nuni, yaani Yoshua mwana wa Nuni, ukifuata historia yake ya uzao wa ukoo, yeye alizaliwa katika nyumba ya Efraimu, na nyumba ya Efraimu ni nyumba ya Yusufu. Huu ni mtoto wa pili wa Yusufu, ni nyumba ya utajiri, ni nyumba ya ufalme. Kwa hivyo kila wakati uangalie, nyumba ya ufalme huambatana na ufalme, inaenda namna hiyo. Kama ufalme huu umetokana na Mungu, kwa hivyo inaambatana namna hiyo. Hata mtu akiwa nje namna gani na hajulikani, atainuka wakati mmoja. Mfano mzuri naweza kuwapa, pengine hamtaniamini ama mtaniamini, hiyo ni shauri yenu, ni shauri yenu, kwa sababu lazima niwaambie vile inaenda. Damu ya uongozi, damu ya ufalme hufuatana, hata ikiruka kizazi moja na cha pili inarudi tena katika nyumba ile. Unaweza ona kama nchi ya Kenya, Kenyatta, alafu mtoto wake mdogo baada ya miaka anarudi tena kuwa mfalme vile vile, na mambo hayo. Na utaona katika familia kutatokea mwingine, mambo hiyo hufuatana namna hiyo. Utaona Shah of Iran na mambo mengine ya wafalme tofauti katika nchi za dunia. Angalia uone vile inafuatana. Angalia Britain, angalia nchi zingine kama Netherlands na kwingineko, usome historia hizo uone vile zinafuatana na Greece na angalia nchi hizo uangalie. Lakini mahali kuliingiliwa na dini zingine zikachukua mamlaka kama Italy, ndio unaona zimepotea. Watu wengine wamechukua mamlaka hiyo, wameweka katika udini. Catholicism imechukua mamlaka yote. Angalia, dini ndio zinaondoa ufalme, dini ndio zinaondoa ufalme, zikiingia zinaondoa ile laini ya ufalme. Lakini kukiwa dini imenyamaza, ufalme unaendelea kulingana na vile umeteuliwa. Sasa nataka kukuambia ya kwamba wakati ambapo mtu Yusufu aliinuliwa katika Misri kuwa mfalme chini ya Farao, naye sasa mtoto wake Joshua ameinuliwa kutoka familia ya Efraimu, mtoto wa Yusufu, kuwa kiongozi katika Israeli, kuwa jemadari, kuwa kiongozi. Amechukua nafasi ya Musa, lakini kumefanyika nini? Roho wa Musa alimwekelea mikono kule jangwani. Katika kitabu cha Hesabu 27, kumbukeni tulisoma, aliwekelea mkono wakati Mungu alimwambia amwekelee mkono roho aliye naye aweze kuingia ndani yake. Sasa huyu amechukua mamlaka baada ya Musa kuondoka. Na Yoshua mwana wa Nuni alikuwa amejaa roho wa hekima, alikuwa na roho wa hekima, roho wa wisdom. Aliweza kukatia watu kesi vizuri, mtu mzuri asiye na mambo tofauti tofauti. Maana Musa alikuwa amemwekea mikono yake juu yake. Wana wa Israeli wakamsikiliza, wakafanya kama Bwana alivyomwamuru Musa. Sasa unaona vile Musa aliambiwa na Mungu, sasa naye Joshua akafanya hivyo hivyo, naye mambo yakaendelea kuwa mazuri katika Israeli kulingana na vile iliambatana. Hatimaye Moses sasa anaondoka, yaani Musa asifiwa na Israeli. Sasa unaona hapo mwana wa Nuni amechukua sasa, na Israeli kafanya nini baada ya Musa kuondoka? Na unajua pana kitu ningegusia hapo katika mstari wa 9. Unaona wakati Yoshua alichukua, alikuwa na hekima na alijawa na roho wa hekima sana, na alifanya vile ambavyo Bwana alitaka, lakini alikuwa na kitu mnaitaka kanyama. Alikuwa na kitu ambako kalikuwa si kamili kama Musa, kwa sababu nakumbuka wakati wakiwa na Caleb, waliambiwa Caleb atapewa kila kitu, lakini alipoanza kugawa nchi katika nchi ya ahadi, alisahau Caleb. Alikataa. Kwa sababu gani? Hakuwa wa kabila yao, alikataa, na mpaka wakati ambapo Caleb alimkumbusha. Kwa hivyo wakati mwingine utakuta watu wana kasoro si kamili kabisa kama wale waliokuwa mwanzo. Kwa hivyo tafadhali uone uongozi unaangalia mtu ana kitu ile mnaitaka weakness, na hiyo kitu Mungu huenda akisafisha mwenyewe. Kwa hivyo wapenzi, iliondoka wakati alikubali kumpa Caleb ile nchi, na Caleb akaridhi mahali pazuri sana katika nchi ya Hebron, wakiwa na Yuda na pamoja na Benjamin. Basi wapenzi, Israeli ina msifu sana, yaani kumtukuza Musa baada ya kuondoka. Wala hapaja inuka tena katika Israeli, hapajaonekana tena mtu kama yule nabii kama Musa ambaye Bwana alimjua uso kwa uso. Bwana alikuwa anaongea naye uso kwa uso kule mlimani Sinai, kule katika lile jiwe
kule katika yale mawe vile vile Meriba na kwingineko walipokuwa wanamwambia maji, kule katika Refidim, kote kule katika Mara, kote kule katika kuvuka the Red Sea, kule katika mto Nile kugeuza, kule katika kichaka kinachoungua hakiungui, Mungu alitembea na mtumishi wake, walimjua uso kwa uso. Kwa hivyo wapenzi, alimuona katika moto, alimuona katika sheria, alimuona katika amri, alimuona katika hukumu, alimuona katika kila jambo, alimuona Mungu hata akimaliza watu kule uwandani, wakati walikataa kutii, wakati ambapo huyu kijana wake anakimbia nyuma huko, huyu Harun anakimbia kule nyuma ili watu wasife kabisa kwa vile wamekataa mambo ya Mungu. Mambo yote Mungu alionekana kwa Musa uso kwa uso vile anavyotenda kazi. Hata nasi tunamuona kulingana na matendo yake na vile anavyotenda. Hivyo ndivyo kumuona Mungu katika ishara zote na maajabu yote ambayo Bwana alimtuma kwa kuyatenda katika nchi ya Misri na kwa Farao na kwa watumishi wake wote na kwa nchi yake yote. Mambo yote ambayo Mungu alimwambia afanye, alifanya na ikatendeka. Musa akaona na akaweza kuamini kweli yule ni Mungu. Na katika ule mkono wa nguvu wote, tena katika ule utisho mkuu wote aliyotenda Musa machoni pa Israeli wote, mambo ambayo tunatenda katika dunia hii, katika huduma ya Mungu, mambo ambayo tunabadilisha watu wanakuja katika huduma, mambo tunafunza watu wanaelewa bila kupitia njia mbaya, watu tunapoelekeza katika njia za Bwana, mambo hayo ndiyo yatafanya tukumbukwe katika nchi ya watu wa Mungu, nchi ya Israeli. Maana ya Israeli ni taifa la Mungu. Israel, El ni Mungu, Isra ni nchi ya Mungu, Israel. Kwa hivyo wewe, ikiwa wewe umekubali Mungu, wewe ni nchi ya Mungu, wewe ni Israel. Mungu anaishi ndani yako. Mungu awabariki sana, awatende mambo mazuri, awainue. Naomba ufunuo wa Roho Mtakatifu uwafunulie yaliyo ya ndani, muweze kufahamu mapenzi ya Mungu katika maisha yenu. Na mkiishi namna hiyo, mahali Mungu yupo, hapo ndipo mtakapokuwa, kwa sababu anaandalia makao hapo. Tumetamatisha vitabu 5 vya muhimu vya Tora ambavyo ndio msingi wa watakatifu wa Mungu. Mungu awabariki sana, na ninamshukuru mimi mwenyewe binafsi kwa kunipa neema hiyo kwa miaka hiyo 5 na kuweza kwenda na nyinyi hatua kwa hatua. Mungu awabariki na neema zake kila wakati ziwe pamoja nanyi. Kuanzia wiki ingine tunaanza discipleship, ambapo tutakuwa tunaguza Agano la Kale na Agano Jipya, na sasa mtaelewa kwa urahisi. Mungu awabariki sana kote ulimwenguni. Amen. Ni Rehoboth Harvest Ministry.